Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Basi kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni, hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasisi na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Ikiwa ni wiki ya Krismasi na juma la soka la bara Afrika, tumekuandalia makala maalum kutoka maeneo mbalimbali ya kanda hili, na pia tutakuwa huko Moroko ambapo mechi ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON linaingia siku ya 3, ambayo pia ni mkesha wa Krismasi leo. Hebu sasa kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Mkuu wa majeshi ya Libya Jenerali Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad amefariki dunia pamoja na maafisa wengine wakuu wa kijeshi baada ya ndege ya shirika binafsi iliyowabeba kuanguka karibu na mji mkuu wa Uturuki Ankara siku ya Jumanne. Tukio hilo limeacha taifa la Libya katika huzuni kubwa, huku serikali ikitangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa. Rais wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Libya Abdelhamid Deiba alithibitisha kifo cha Al-Haddad na kusema tukio hilo ni msiba mkubwa kwa taifa na taasisi ya kijeshi. Tukio hili limeibua hisia za huzuni na mashauri ya kimataifa, huku viongozi wa ulimwengu na maafisa wa kijeshi wakitoa rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha. Yamkini watu 28 wakiwemo wanawake na watoto wametekwa nyara na wanamgambo wenye silaha wakati wakiwa safarini kuelekea mkutano wa kila mwaka wa Kiislamu katika jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria. Taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka bado hazijatolewa na utambulisho wa wanamgambo waliotekeleza kitendo hicho bado haujajulikana. Vyanzo vya habari vinasema kuwa familia za waliotekwa nyara wameanza kupokea madai ya fidia kutoka kwa watekaji. Tukio hili linatokea wakati wasiwasi ukizidi kuongezeka kuhusu wizi na utekaji nyara wa pamoja katika sehemu za kaskazini na kati mwa Nigeria. Washington imeonya kutoridhishwa na makubaliano ya hivi karibuni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda, yakilenga kupunguza mvutano wa kiusalama mashariki ya Kongo, hatua ambayo Marekani inaona huenda haikushughulikia mizizi ya migogoro inayoendelea kwa miaka mingi katika eneo hilo. Hata hivyo, Marekani imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na serikali za DRC na Rwanda pamoja na washirika wa kikanda na wa kimataifa katika kutafuta suluhu la kudumu. Serikali ya Uganda imeweka vikwazo vya kuingiza vifaa vya mtandao wa satellite wa Starlink chini ya juma chache kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Januari 15. Hatua inayozua hofu kwamba mamlaka inaweza kudhibiti upatikanaji wa mtandao wakati wa kampeni na siku ya kupiga kura. Tangazo hili limetokea wakati Rais Yoweri Museveni wa umri wa miaka 81 anatafuta kuongeza kipindi chake madarakani baada ya kusalia madarakani karibu nusu karne. Anakabiliana tena na mpinzani maarufu Bobi Wine aliyekuwa msanii wa muziki na sasa ndiye kiongozi wa upinzani. Serikali ya Museveni inasema hatua hii ni udhibiti wa kawaida wa teknolojia ya mawasiliano, ikidai nchi nyingi zina sheria sawa kuhusu uingizaji wa vifaa vyenye teknolojia hali ya juu. Hata hivyo, wapinzani wanasema hatua hiyo ni njia ya kutaka kudhibiti mtandao wakati wa kipindi cha uchaguzi. Starlink, kampuni ya mtandao wa satellite inayomilikiwa na Elon Musk, bado haina leseni ya kufanya kazi rasmi nchini Uganda, ingawa wanunuzi wengi wamekuwa wakipitisha vifaa hivyo kupitia njia zisizo rasmi na kutumia huduma hiyo.
Shukran sana Ng'endo, na moja kwa moja huku shamra za Krismasi zikiendelea kunoga maeneo mengi hapa Afrika na duniani. Nchini Uganda kuna ngoma nyingine, shamra za kampeni kuchagua viongozi wapya kwa miaka 5. Waganda watafika kwenye debe la maamuzi hapo mwakani mnamo Januari 16 mwaka wa 2026. Rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni anawania muhula mwingine ambao utamwezesha kuongoza Uganda kwa zaidi ya miaka 40. Museveni aliingia madarakani mwaka wa 1989 kupitia mapinduzi. Chama chake cha National Resistance Movement NRM kimesalia uongozini katika nyanja za bunge na udiwani kwa miongo hiyo yote. Licha ya uwepo wa vyama vingi vya kisiasa, NRM na Museveni wameendelea kutoa uongozi katika kwenye debe la kura. Uchaguzi wa sasa umevutia wimbi la vijana wanaoegemea upande wa msanii maarufu Bobi Wine. Huyu hapa sasa Saddam Mobale akiangazia kinyang'anyiro cha uongozi wa taifa hili la Afrika Mashariki. Momentum zaire, ewe malakiki. Momentum tembuzi, ewe malakiki. Hakika kikura mahanga. Momentum tesoberwa. Naam, shukran sana Ann hapo studioni. Ni kibao cha Master, mwanamuziki kutoka hapa Uganda. Lakini kando na hayo ni kwamba kwa sasa hapa Kampala, Uganda inaonekana kuingia katika kipindi cha tafakari nzito ya kitaifa, kuanzia mitaa ya jiji hili hadi kwenye majukwaa ya mitandaoni ya jamii kama X, Facebook na TikTok. Mjadala mkubwa ni mmoja: mwelekeo wa uongozi wa nchi na nafasi ya raia, hususan vijana katika kuamua mustakabali wao. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la mijadala ya kisiasa, mikusanyiko ya vijana na maudhui mengi ya mtandaoni yanayohoji mifumo ya uongozi, hali ya uchumi, ajira na haki za kiraia. Ili kupata tu ufafanuzi wa kina, niko na mchambuzi wa masuala ya kijamii lakini vile pia ya kisiasa. Shukrani sana. Jina langu ni Luvuka Yunus, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kyambogo jijini Kampala nchini Uganda. Naam, shukran sana daktari. Ni Daktari Luvuka Yunus huyo. Tunachokiona sasa ni ongezeko la sauti za wananchi, hasa vijana, kupitia mitandao ya kijamii. Je, hali hii unaionaje, kama ishara ya kukua kwa demokrasia au ni matokeo ya shinikizo la maisha na hali ngumu ya kiuchumi? Shukrani kwa swali lako. Hali hii ilivyo kwa vijana hasa, mimi niseme kwamba ni hali ya demokrasia ambayo inakuwa nchini Uganda. Demokrasia hii imeimarishwa na viongozi ambao wamekuwepo muda wote. Na vijana wamepata mwamko. Vijana wameona kwamba bora washiriki moja kwa moja katika shughuli za kisiasa, na wameshatambua kwamba wana nafasi kubwa katika kuendeleza nchi yao ya Uganda. Kwa hivyo niseme ni demokrasia inakuwa, pamoja na changamoto za maisha kama unavyosema zipo, lakini vitu viwili hivi huwa vinaendana pamoja. Naam, daktari, Uganda ina idadi kubwa ya vijana. Je, matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii kwako yamebadilisha vipi namna vijana wanavyoshiriki mijadala ya kisiasa ikilinganishwa na miaka ya nyuma iliyopita? Teknolojia, niseme kwamba awamu hii imesaidia sana, kwa sababu popote kila mtu alipo anapaisha sauti yake inasikika, tofauti na hapo awali ambapo vyombo vya habari tu vilikuwa ni vichache. Lakini hapa vijana wakijumuika katika makundi kadhaa, WhatsApp, Twitter, TikTok, sauti zao zinatoka na zinasikika sio tu nchini lakini katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo vyombo vya habari na teknolojia, tuseme kwa ujumla, imekuwa chachu ya kushinikiza na kuendeleza sauti za vijana
na kuwafanya wasikike yani kuhusu masuala ambayo yanawahusu. Naam, daktari, unafikiria kwamba hii mijadala mingi inaonekana tu kuanzia Kampala, na je, mawimbi haya ya kisiasa yanafika kwa wananchi wa vijijini, au bado kuna pengo kati ya mijadala ya mijini na uhalisia wa maeneo ya pembezoni? Asilimia kubwa kama nilivyosema, kutokana na miundombinu ambapo unakuta mpaka vijijini watu wamepata umeme, mitandao hiyo milingoti ya MTN Airtel mpaka huku vijijini zimefika. Alafu unakuta kwamba inakuwa nadra kukuta kwamba watu hawana hizi simu telezi mpaka kuingia mpaka vijijini. Kwa hivyo asilimia kubwa vijana wanapata hizi taarifa na wanapaisha sauti zao, ingawa ile idadi nyingine, hilo pengo lipo kwa wale wachache ambao kuna huo mwanya ambao haunahitaji kuzibwa, ambapo mpaka sasa unakuta kuna redio ndizo zinatumika, lakini hiyo ni kwa asilimia ndogo. Asilimia kubwa vijana wanasema sauti zao na zinasikika nchini kote. Pia kuna wasiwasi kuhusu nafasi ya uhuru wa kujieleza na vile usalama. Je, hii inaweza kuathiri uthubutu wa wananchi kushiriki mijadala ya kitaifa? Kwa asilimia kubwa kama anavyosema vijana, tukirejelea mitandao ya kijamii, vijana wana uhuru wa kusema wanayoyataka, lakini pia kukumbuka kuna serikali ambayo inadhibiti. Huo uhuru lazima uwe na mipaka yake. Tunapotumia uhuru wetu tuutumie kwa njia ya maadili, kwa njia ambayo inakubalika, kwa njia isiyo ya matusi, na hilo limekuwepo. Sijaona vijana wowote ambao wanatoa maoni yao ambayo yana nia ya kuendeleza nchi na kutoa malalamishi yao kwa njia iliyo halali kwamba wanafuatwa. Vijana wengi wamekuwa wanatoa hizo taarifa mitandao mbalimbali, isipokuwa wale ambao ni watovu wa nidhamu, hao ndio sasa wanadhibitiwa na serikali. Hilo lipo popote duniani. Uhuru upo, lakini uhuru tujue kwamba una mipaka yake. Alafu pia sisi kama vijana tutumie vizuri uhuru wetu. Kule tuseme yanayotukera, lakini kwa njia ya uadilifu. Naam, daktari, tukimalizia, kwa kuangalia hali ilivyo sasa, unaona Uganda inaelekea wapi kisiasa katika miaka ijayo? Hakika niseme kwamba tumekuwa kidemokrasia. Ndio maana unaona hata hawa wagombea wengine wa uraisi, wa bunge, kila mtu amepewa fursa ya kujitokeza aweze kuzungumza na wananchi kutokana na vile yeye anahisi na anaona anaweza akawafanyia akiwa mamlakani, akiwa amepewa uongozi. Kwa hivyo huo uwazi, huo uhuru wa kila mwana Uganda ambaye ana uwezo upo, na wengi wamejitokeza. Ndio maana tuna wagombea wa uraisi, wagombea 8. Unakuta wagombea wa bunge ni wengi sana katika kila jimbo, katika kila wilaya ni wengi zaidi. Kwa hivyo ina maana kwamba tunakuwa kidemokrasia, na ni ombi langu kwamba demokrasia hii kwa sababu siasa si vita vya toka nitoke ama vuta ni kuvute. Siasa huko ndiko tunaelekea. Tunaomba kwamba tuendelee kukua, tujue kwamba hizi siasa zinakuja kwa ajili ya maendeleo ya nchi, si vita vya kuchukiana na kadhalika. Kwa hivyo huko mbele tunakokwenda, kwa muhtasari, naona ni kuzuri na mambo yatakuwa mazuri sana.
Naam, daktari, tukimalizia, kumekuwa pia na tetesi kwamba licha ya tume ya uchaguzi kuweka mipaka kwamba viongozi mbalimbali wanapaswa kuwafikia wafuasi wao kwa ajili ya kupiga kampeni. Tumeona pia kumekuwa tuna hiyo changamoto maafisa wa usalama wakikinzana na upinzani. Unaweza kulizungumziaje hilo? Mwenzangu, nataka niseme hivi, kuna kampeni zinaendelea kwa ajili ya kugombea viti mbalimbali mkiwemo kile kiti cha urais. Lakini tusisahau kwamba kuna serikali ambayo inaendelea, ambayo ina wajibu na jukumu la kuhakikisha kwamba nchi inaendelea. Hizi siasa zisiwe kikwazo tena cha kuendeleza nchi. Hilo la kwanza. Nchi kuhakikisha kwamba ina usalama. Hata kama wagombea wanafanya kampeni zifanywe kwa kufuata utaratibu ambao umewekwa, kutozua vurugu ambayo hatimaye inaweza kuhatarisha amani na utulivu ambao tunao kama nchi. Kwa hivyo kuna serikali, na serikali bila shaka kuna zile sheria ambazo mimi natarajia kama mtu tunafaa kuzifuata. Kama kwa mfano mgombea fulani ameambiwa wewe unafaa kuwa katika uwanja fulani, ndipo kampeni yako siku fulani itakapokuwa, basi aste fika pale, kutana na watu wako, zungumza nao, alafu uendelee na ratiba zako. Mimi ndivyo naona. Kwa hivyo pamoja na kuwa na kampeni hizi, kuna serikali ambayo iko kwenye mamlaka, na tunahitaji utaratibu wa mambo haya ili tusije tukapoteza tena ule usalama na amani tulionao. Naam, shukran sana Dr. Rubuka Yunus, ni mchambuzi na mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Chambogo. Kurore nguto na masomero amazina maruaro batahi ihanga lihindukire ninkaguza mu myaka yenyuma hano mu Uganda abakazi baye bembera akijya kabyorobya. Nam, huyo amekuwa ni Sadam Mubale na makala spesheli ya kufunga mwaka. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe kwenye YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anne Ngugi. Naona wengi mnajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Asante kwa kuendelea kusikiliza sauti ya Mwafrika. Tuma ujumbe wako na heri njema za Krismasi ulipo msikilizaji, na pengine una heri gani, unakula nini msimu huu, na pengine Krismasi inakujia na njia ipi, na tutaweza kuyasoma papa hapa. Wiki hii macho yako huko Morocco, mwenyeji wa michuano ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON. Tukaribishe kikosi chetu kwa mara nyingine kwenye uwanja huo ili watujuze zaidi. Karibuni. Nuru ya kuangazia wababe na walalahoi katika michuano za AFCON inazidi kung'aa nchini Morocco, ikiwa bado mechi ziko katika awamu ya makundi. Afrika ya Mashariki bado ina kibarua. Taifa Stars ya Tanzania ambayo imeshiriki AFCON kwa mara 4 mtawalia imesadiki kichapo cha 2-1 na Super Eagles ya Nigeria. Awali timu hizo mbili zimekutana kwa michuano mingine mara 7, huku wana Super Eagles wakiibuka na ushindi mara 4 na watoto wa mama wakilazimisha sare mara 3. Kabla kuingia AFCON, Taifa Stars walimfukuza kazi kocha Hemedi Suleiman na kumkabidhi timu Miguel Gamondi jukumu la kufanikisha Taifa Stars kuvuka awamu ya makundi, jambo ambalo halijawahi tokea kwa Taifa Stars wakishiriki AFCON.
Vilevile, Uganda Cranes walipeana alama zote 3 kwa Tunisia wakati waliitikia kichapo cha mabao 3-1. Tunisia ambayo walitawala mchezo waliwamiminia Cranes mashambulizi yaliyowazalia magoli 2 kipindi cha kwanza na 1 kipindi cha pili. Wana Cranes walitumia dakika zao za lala salama kupata la kuvuta machozi kupitia Dennis Omedi. Tunisia na Uganda kwa sasa katika historia wamekutana mara 6 katika mapambano tofauti na kwa zote Tunisia imebeba ushindi. Kitinda mimba wa Afrika ya Mashariki DRC ndiyo wanaipa ukanda wa Afrika Mashariki matumaini. Hii ni baada ya wana Dr. Congo kutibu Benin bao 1 bila jawabu. Alama hizo 3 muhimu zilizajiliwa dakika ya 16 ya mchezo kupitia mchezaji Theo Bongonda ndani ya uga wa Al Barid. Dr. Congo ambao wanashikilia nafasi ya 9 Afrika na 56 duniani kwa kuwa timu bora katika jedwali la FIFA, wana kila sababu ya kufanya vizuri kwa michuano hii ikilinganishwa kwamba kwa historia ya AFCON wametinga fainali mara 9 na mara 2 kwa nusu fainali. Licha ya kumnyima tabasamu ya kufunga bao Sadio Mane wa Senegal, kipa wa Botswana Fogo Gaitona alikubali kutoa kwa wavu mpira mara 3. Senegal ambayo ilitawala mchezo kwa 67% iliwapa Botswana mashambulizi makali yaliyoelekea kipa wa Botswana kuokoa mabao 14. Mchezo uliofanyika katika uwanja wa IBN Batata unao uwezo wa kumeza mashabiki 75,000 na vilevile ndio utakaofanyiwa michuano ya kombe la dunia mwaka 2030. Gabriel Ingubu, Sauti ya Afrika michezo. Mwafaka wa Washington kati ya DRC na Rwanda umeonekana kuyumba siku chache tu baada ya kutiwa saini, huku viongozi wa mataifa hayo wakianza kurushiana maneno makali. Hatua hii imeibua hofu mpya miongoni mwa wakazi wa maeneo ya mpakani ambao wamevumilia miaka ya vita, ukosefu wa usalama na ukosefu wa matumaini. Kukwama kwa makubaliano hayo kunafufua wasiwasi kuwa maslahi ya kisiasa ya viongozi yanapewa kipaumbele kuliko ustawi na amani ya wananchi wa kawaida. Shisia Wasili wanaangazia swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Ni jambo la kushangaza hata la kuhuzunisha kwamba siku chache tu baada ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Paul Kagame wa Rwanda kutia saini mwafaka wa kuleta utulivu katika mikoa mashariki ya Kongo, makubaliano yaliyoshuhudiwa Washington, Marekani mbele ya Rais Donald Trump, tayari macho ya dunia yanashuhudia kile ambacho mwandishi mmoja angekifananisha na jivu linalowaka chini kwa chini. Marais hao wawili waliotabasamu kwa picha na mikono kukutana mbele ya kamera sasa wanarushiana vijembe kana kwamba walikuwa wamelazimishwa kuketi meza moja. Maneno yao yamejaa ushindani, tuhuma na chuki zilizojaa vumbi la kihistoria ile ile iliyozua vita vilivyoua maelfu na kuwafanya mamilioni kuwa wakimbizi. Kwa wananchi wa Rwanda na Kongo ambao maisha yao yamekuwa yakibebwa na mizigo ya vita, haya si maneno tu, ni visa vinavyochoma kidonda kibichi ambacho hakijawahi kupona. Iwapo kweli makubaliano ya Washington yamekiukwa kwa muda mfupi kiasi hiki, basi swali linabaki, je, mwafaka huo ulikuwa amani au ulikuwa maigizo ya kisiasa? Je, ilikuwa hatua kuonesha dunia kwamba viongozi hao wana uwezo wa kukaa pamoja ila hali mioyo yao ilikuwa ikiandaa mashambulizi mapya ya maneno? Wananchi wa Goma, Bukavu, Gisenyi na maeneo mengine ya mpakani wameishi miaka mingi bila amani. Wanatetemeka kila usiku kwa milio ya risasi, wanapoteza makazi, wanaachiwa watoto yatima na mustakabali wao haujulikani. Matamshi ya viongozi hawa yenye ukakasi na kejeli yanawakatisha tamaa watu hao ambao tayari wamepitia madhila ya kutosha. Kwao si siasa, ni maisha. Si majadiliano, ni uwezekano wa kushambuliwa tena. Si vijembe, ni kumbukumbu za majeraha. Ukweli mchungu ni kwamba viongozi hawa kwa mara nyingine wanaonekana kulinda maslahi yao binafsi na matabaka fulani ya madaraka badala ya kuangalia hali halisi ya mwananchi mlalahoi. Migongano ya kisiasa imekuwa kama mchezo wa kuigiza. Maneno upole huambiwa kamera zinapowaka, lakini misimamo migumu na kejeli hutolewa mara tu vioo vya kamera vinapozimwa.
Wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza ni lini viongozi wa Afrika wataacha kutazama ukingo wa kikombe na wanywe maji yaliyopo ndani kwa hekima. Ama kwa hakika, ikiwa viongozi hao wataendelea kuingiza siasa binafsi katika suala ambalo linagusa maisha na kifo, basi historia itawahukumu vikali na kizazi kijacho kitashangaa kwa nini walipewa nafasi ya kuongoza lakini wakachagua kugombana badala ya kuponya. Badala ya kurushiana maneno makali, viongozi wa Rwanda na Kongo wana jukumu la kurejesha imani ya wananchi wao. Dunia imechoka na ahadi hewa, raia wamechoka na vita visivyoisha, na kizazi kijacho kimechoka kuona mustakabali wao ukichezewa kwenye meza ya siasa. Kila tone la damu lilomwagika mashariki mwa Kongo ni ushahidi tosha kwamba vijembe havijawahi kuleta amani. Wakati umefika wa kufanya siasa kwa hekima, si kwa hasira. Mkuu wa majeshi ya Libya Jenerali Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad amefariki dunia pamoja na maafisa wengine wakuu wa kijeshi baada ya ndege ya shirika binafsi iliyowabeba kuanguka karibu na mji mkuu wa Uturuki Ankara siku ya Jumanne. Tukio hilo limeacha taifa la Libya katika huzuni kubwa, huku serikali ikitangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa. Rais wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Libya Abdelhamid Deiba alithibitisha kifo cha Al-Haddad na kusema tukio hilo ni msiba mkubwa kwa taifa na taasisi ya kijeshi. Tukio hili limeibua hisia za huzuni na mashauri ya kimataifa, huku viongozi wa ulimwengu na maafisa wa kijeshi wakitoa rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha. Yamkini watu 28 wakiwemo wanawake na watoto wametekwa nyara na wanamgambo wenye silaha wakati wakiwa safarini kuelekea mkutano wa kila mwaka Kiislamu katika jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria. Taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka bado hazijatolewa na utambulisho wa wanamgambo waliotekeleza kitendo hicho bado haujajulikana. Vyanzo vya habari vinasema kuwa familia za waliotekwa nyara wameanza kupokea madai ya fidia kutoka kwa watekaji. Tukio hili linatokea wakati wasiwasi ukizidi kuongezeka kuhusu wizi na utekaji nyara wa pamoja katika sehemu za kaskazini na kati mwa Nigeria. Washington imeonya kutoridhishwa na makubaliano ya hivi karibuni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda, yakilenga kupunguza mvutano wa kiusalama mashariki ya Kongo, hatua ambayo Marekani inaona huenda haikushughulikia mizizi ya migogoro inayoendelea kwa miaka mingi katika eneo hilo. Hata hivyo, Marekani imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na serikali za DRC na Rwanda pamoja na washirika wa kikanda na wa kimataifa katika kutafuta suluhu la kudumu. Serikali ya Uganda imeweka vikwazo vya kuingiza vifaa vya mtandao wa satellite wa Starlink chini ya juma chache kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Januari 15. Hatua inayozua hofu kwamba mamlaka inaweza kudhibiti upatikanaji wa mtandao wakati wa kampeni na siku ya kupiga kura. Tangazo hili limetokea wakati Rais Yoweri Museveni wa umri wa miaka 81 anatafuta kuongeza kipindi chake madarakani baada ya kusalia madarakani karibu nusu karne. Anakabiliana tena na mpinzani maarufu Bobi Wine aliyekuwa msanii wa muziki na sasa ndiye kiongozi wa upinzani. Serikali ya Museveni inasema hatua hii ni udhibiti wa kawaida wa teknolojia ya mawasiliano, ikidai nchi nyingi zina sheria sawa kuhusu uingizaji wa vifaa vyenye teknolojia hali ya juu. Hata hivyo, wapinzani wanasema hatua hiyo ni njia ya kutaka kudhibiti mtandao wakati wa kipindi cha uchaguzi. Starlink, kampuni ya mtandao wa satellite inayomilikiwa na Elon Musk, bado haina leseni ya kufanya kazi rasmi nchini Uganda, ingawa wanunuzi wengi wamekuwa wakipitisha vifaa hivyo kupitia njia zisizo rasmi na kutumia huduma hiyo. Haya msikilizaji, kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni, hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Kwa niaba ya wanahabari wote pamoja na wahariri kwa kuweza kutayarisha makala haya spesheli ya Krismasi,
Tunasema ni hayo tu kwa leo. Kumbuka kujiunga nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi zilizoko maziwa makuu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia jioni njema.